Ni saa 11 asubuhi, nimetoka kumsindikiza dada yangu anaenda kufanya interview. Tokea jana usiku alikuwa na mawazo sana kwamba ataendaje kufanya hiyo interview. Sasa wakati namsindikiza nimejaribu kumpa baadhi ya vitu ambavyo vinaweza vikamsaidia kuwa kwenye interview na kufanya vizuri. Kitu cha kwanza nimemwambia kwamba akifika pale aamini kwamba ameshakosa kazi. Kwa nini nimwambia kwamba aone kama vile aishakosa? Nimwambia aone kama vile aishakosa ili apate freedom ya kuongea na kujibu vizuri maswali, kwa sababu watu wengi wanashindwa kujibu maswali wakiwa na ile pressure kwamba hii kazi nitaipata au nitaikosa, na hicho ndio kitu ambacho kinawafanya wafeli. Kwa hiyo mimi nimemwambia pale, wewe nenda ukiamini kwamba kazi umeshaikosa, inamaanisha utajibu maswali kulingana na kwamba hata hivyo kazi nimeshaikosa. Hautakuwa na pressure ile kwamba sijui itakuaje. Akaniuliza swali kwamba kuna swali moja ambalo waga wanaulizwa sana kwenye interview, jielezee kuhusu wewe. Aliponiuliza hilo swali, kitu cha kwanza nilichomwambia haraka tu nilifikiria. Sikuwahi kulifikiria mwanzoni au sikuwahi kuliona sehemu yoyote. Nikafikiria. Nikasema pale jina lako analifahamu. Pale GPA yako anaifahamu. Pale wana kila kitu ambacho wanahitaji wewe kuwa navyo ili wakupe kazi, na walikwambia ni vitu gani wanavihitaji. Kwa hiyo hilo swali alimaanishi wanataka kujua wewe ni nani. Haimaanishi wanataka kujua wewe una GPA ya ngapi. Wanachokimaanisha ni kwamba uongee kitu ambacho kinakuhusu wewe, kinachohusiana na kazi ambayo unaiomba. Nikamwambia kwamba wewe tafuta story yoyote ambayo inahusiana na kazi ambayo unaiomba na ina connect. Achana na masuala ya GPA, achana na masuala ya elimu, achana na masuala yoyote. Nikampa mfano. Mimi nimesoma marketing. Ningeenda kuapply job kwa ajili ya nafasi ya kuwa marketing manager au kitu chochote kinachohusiana na marketing. Sitoambia kwamba jina langu naitwa Eliki Boniventure, nimesoma CBE na GPA sijui ya 4.8 ya marketing. Hapana, hivyo vitu vyote wanavijua. Wanajua kwamba nina hicho kitu. Mimi ningewapa tu story kwamba kipindi nipo sekondari nilikuwa nataka kuuza CD shuleni za movie. Kwa hiyo nilikuwa nikirudi likizo ninaangalia ni movie gani ambazo zina trend, movie gani ambazo ni kali, ambazo nilikuwa na hakika nikienda nazo shuleni nitauza. Nilikuwa nikishajua nilikuwa sitaki movie nyingi, natafuta movie 5 tu ambazo nanunua empty CD, seti nzima ambazo CD zilikuwa zinakaa 60, na make sure kwenye hizo movie 5 nimeziprint, nimezibani hizo CD 60. Kuna kila movie ina CD nyingi. Nikifika shuleni naanza kuwasimulia zile movie trailer, yani na summarize trailer, sisimli movie nzima. Naambia kwamba hii movie hivi na hivi na hivi, naonesha picha kwa sababu picha zote nilikuwa nimeziprint. Naonesha picha. Nikaonesha picha na karatasi yangu, sitembei na CD kwa sababu ilikuwa ni alamu shuleni. Kwa hiyo mtu anayeitaka namwandika jina, kikaribia kufunga na wagawia CD zao, wananipa hela yangu. Wengine wananipa hela, wakishanipa hela na watiki na watunzia CD zao. Kwa hiyo siku ya kufunga tunawapa CD zao. Tukikaribia kufunga tulishafanya mitihani ndo nazigawa CD zao, kwa sababu nilikuwa ninaogopa riski ya mtu yote akikamatwa na CD atasema mimi nimemuuzia. Na hamna semester ambayo nimerudi nyumbani na CD hata moja. Na tokea kipindi hicho nikiwa sekondari nikajua kwamba mimi nimeumbwa kwa ajili ya kufanya marketing na sales, na nikaamini kwamba hichi ndio kitu ambacho ninaweza kukifanya kwa sababu nilikuwa nakifanya vizuri. Ndio maana leo nimekuja hapa kuomba hii nafasi niweze kupata kazi, niweze kuisaidia kampuni lako kufika sehemu fulani. Kama linauza, liweze kuuza bidhaa nyingi zaidi. Kama linauza service B2B, niweze kuconnect na makampuni mengine mengi ambayo yanaweza kukusaidia wewe uwafanyie kazi, wao wakupe hela
na kampuni iliweze kupata faida. Nikamwelezea hivyo haraka. Ameniahidi kwamba nimemfungua, ameniahidi kwamba nimempa confidence, na ameniahidi kwamba hatakuwa na pressure kwenye interview anaenda kuifanya. Kwa hiyo na wewe ukienda kwenye interview, na mimi pia nikienda kwenye interview, nitafanya hicho. Nikiuliza swali la jielezee, nitawapa story yote kuhusu mimi ambayo ina connect na kitu ambacho ninaenda kukifanya. Ni hayo tu jamani, twende tukaombe kazi, twende tupambane, tusiogope.